nyote katika ibada ya leo ambayo Mungu ameweza kuandaa kwa ajili ya utukufu wake. Jumapili mbili zilizopita nilianza series ambayo tulikuwa tunajifunza kuhusu dhoruba za maisha, the storms of life. Na tulipoanza kuna mambo manne ambayo tulijifunza. Tulijifunza ya kwamba aina za dhoruba. Kasema ya kwamba kutoka katika neno la Bwana tuliona mifano ya dhoruba 4. Kasema kuna dhoruba ambazo zinaitwa self-inflicted storms. Dhoruba ambazo wewe mwenyewe unajiletea. Tukamwona Jona alipotumwa na Mungu kwenda Ninawi, mwenyewe akaamua, hakushurutishwa. Akajipata katika dhoruba kwa sababu ya kujiletea. Na tukasema kuna watu wengi wako katika dhoruba kwa sababu yao wenyewe. Tukasema pia kuna dhoruba ambazo zinaletwa na shetani. Na tukamwona Ayubu, mtu mkamilifu, mtu mzuri, mtu safi, mcha Mungu. Tukaona kwamba wakati mwingine shetani anaweza kuleta dhoruba katika maisha yako. Tukaona pia mara ya tatu, tukaona kuna dhoruba ambazo zinaweza kuletwa na watu wengine. Tukaona maisha ya Paulo, ya kwamba watu wengine kwa sababu ya judgment yao, watu wengine kwa sababu ya nia zao wenyewe, wanaweza kufanya mambo na ukajipata kwenye dhoruba, si kwa sababu yako, si kwa sababu ya shetani, lakini kwa sababu ya watu wengine. Mwisho tukasema, lakini wakati mwingine Mungu anaweza kuruhusu dhoruba katika maisha yako kwa sababu zake mwenyewe. Tuliporudi kwa habari ya Jona, tukakuta kwamba Biblia inasema na Mungu akatuma dhoruba kwa Yona. Na kwa hivyo kuna wakati mwingine Mungu kwa sababu zake mwenyewe anaweza kutuma dhoruba katika maisha yako. Na leo nataka tujiulize swali, why does God allow storms in our lives? Mbona Mungu anaruhusu tupitie katika dhoruba? Ziwe ni dhoruba wenyewe tumejitakia, ama watu wengine, ama ni shetani, ama ni Mungu ameruhusu, ameachilia hili. Mbona Mungu anaruhusu dhoruba kuja katika maisha ya watu wake? Nataka tuanze nikikujulisha ya kwamba sina majibu yote. Kwa sababu gani? Kwa sababu simuelewi Mungu. Mungu anatenda mambo kwa sababu zake mwenyewe. Tutaweza kutazama kwa maandiko kidogo tu baadhi ya sababu ambazo Mungu amedhihirisha kwetu, zinaweza kuwa zinafanya na ruhusu dhoruba kuwa katika maisha ya wanadamu. Lakini sababu zingine nyingi Mungu anajua mwenyewe. Mathayo tutasoma 14:22 hadi 25. Matthew chapter 14 verse 22 to 25. Na nitasoma tafsiri ya Kiingereza alafu nitaeleza kwa Kiswahili. Neno la Bwana linasema hivi, Mathayo 14 mstari wa 22 hadi 25. Kama umefika pale, kwa sababu hatuwezi jua yule hajafika. Kama hujafika pale, sema bado.
Unaona hao tungesema sema amen wangenyamaza, tungejua kuna watu hawajafika. Lakini natumai sote tumefika. Matthew chapter number 14 verse 22 to 23. I commence reading the New International Version. Immediately Jesus made the disciples get into the boat and go ahead of him to the other side. And while he dismissed the crowd, after he had dismissed them, he went up to the mountain by himself to pray. And when evening came, he was there alone, but the boat was already a considerable distance from the land, buffeted by the waves, because the wind was against it. And during the fourth watch of the night, Jesus went out to them, walking on the lake. And when the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. "It is a ghost," they said, and cried out in fear. But Jesus immediately said to them, "Take courage, it is I. Don't be afraid." "Lord, if it is you," Peter said, "tell me to come to you on the water." "Come," he said. Then Peter got down out of the boat and walked on the water and came towards Jesus. But when he saw the wind, he was afraid, and beginning to sink, he cried out, "Lord, save me." Immediately Jesus reached out his hand and caught him. "You of little faith," he said, "why did you doubt?" And when they climbed into the boat, the wind died down, and those who were in the boat worshipped him, saying, "Truly, you are the Son of God." Bwana asifiwe. Ninaamini ya kwamba sote katika maisha yetu wakati mmoja ama mwingine tunapitia katika mawimbi hali fulani ambayo nilieleza Jumapili iliyopita. Lakini mahali tumesoma Yesu amefanya huduma, na baada ya kufanya huduma amewaagiza wanafunzi wake, anawaambia nendeni ng'ambo ile nyingine, mimi nikibaki nikisalimia watu. Hizo salamu zilikuwa bado zinakubalika, si kama wakati wa corona. Na kwa hivyo akabaki akisalimia watu. Biblia inasema akiwasalimia na kuambia waende, wanafunzi wakaenda wakapanda ile mashua wakaanza safari. Na walipoanza safari ya kwenda upande ule mwingine, hakuna mtu aliuliza Yesu, "Na wewe utakujaje?" Kama umesoma pale vizuri, sijapata kusoma mahali ambapo panasema kuna mtu aliuliza Yesu kati ya wanafunzi, "Wewe unatuambia sisi tuende, na wewe utakuja namna gani?" Wakati mwingine ni vizuri kusoma Biblia na maswali kidogo kujiuliza. Kwa hivyo hakuna mtu alimuuliza atakuja namna gani. Biblia inasema na alipokuwa amewaruhusu wameenda, wakaenda hatua. Walipoenda hatua, Biblia inasema walikuwa wameenda a considerable distance from the crowd. Yaani walikuwa wameenda hatua ndani kabisa, mahali wanafika katikati ya bahari ile walikuwa wakienda. Na walipofika pale, mawimbi yakaja yakapiga kile chombo, upepo ukaja ukasumbua. Kwa hivyo wako na changamoto ya mawimbi, na tena wako na changamoto ya upepo mkali. Mambo mawili. Jambo la kwanza, wako mbali na nchi. Jambo la pili, upepo ukaja mkali. Jambo la tatu, kukawa na mawimbi makali kwenye bahari. Lakini jambo la nne, Biblia inasema kukawa giza. Kwa sababu gani nasema kukawa giza? Inasema ya kwamba katika the fourth watch ni saa 9 asubuhi. Kwa hivyo saa 9 asubuhi, kama umewahi kutoka nje, unajua ni wakati kuna giza kubwa. Wanafunzi wa Yesu wanakabiliana na mambo manne. Jambo la kwanza, wako mbali kutoka kwa nchi. Jambo la pili, kuna upepo mkali. Jambo la tatu, kuna mawimbi makali, boti haiwezi kutulia. Jambo la nne, kuna giza, hawaoni vizuri. Pamoja na shida walionayo, hawaoni vizuri. Ndiposa katika hali kama ile,
wakati Yesu alipokuja hata hawakumtambua. Kwa sababu gani? Kwa sababu ilikuwa ni hali ya giza, na wao wakiwa katika hali ya giza, wakiwa mbali na nchi, wakiwa mawimbi yako makali, wakiwa na upepo huko wengi, wanapopitia katika hali kama ile, Yesu anatokea. Bwana asifiwe. Yesu anapotokea, kwa sababu ya hali ya giza, hawamuoni vizuri, na hivyo basi wakasema labda ni pepo ambalo linakuja. Lakini kwa sababu gani walisema hivyo? Katika hali kama hiyo, I believe they felt forgotten. Walijihisi ya kwamba wamesahaulika. Hata Yesu ambaye amelisha watu maelfu, tumemwona, ametuambia twende, sasa tumejipata katika shida, lakini yeye hayuko pamoja na wao. Lakini maandiko yanasema Yesu alipoenda mlimani alikuwa anaomba. Praise the name of the Lord. Nina habari njema kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Wakati mwingine unajipata kwa hali kama ya wanafunzi, hali ambayo uko mbali kutoka kwa watu wenu, uko mahali hakuna mtu anakujua, kuna hali ya giza. Kuna wakati mwingine hauoni ikiwa utatoboa kutoka kwa hali ulio ndani. Hali situation zinakulemea. I have good news for you, ya kwamba wakati kama ule ambao hauoni Yesu ako kwa mkono wa kuume wa Baba, maandiko yanasema he is interceding for you. Wakati unajiona uko peke yako, wakati unajiona hata marafiki wamekutenga kidogo, mpendwa, usife moyo, kwa sababu hauko peke yako. Yesu anakuombea. Yesu anaintercede kwa Baba. Anasema ninajua yeye ni dhaifu, lakini mimi niko strong kwa ajili yake. Ninajua yeye atashindwa, lakini mimi nilishinda kwa ajili yake. Kwa hivyo usikate tamaa. Yesu anakuombea. Wanafunzi katika ajili hawakujua Yesu yuko wapi, lakini maandiko yanatusaidia kutukumbusha ya kwamba Yesu alienda mlimani kuwaombea. Hakuna hali ambayo inakujia kwako kiajali. Hakuna hali ambayo inakujia ambayo Bwana hajui. Na inapokuja, jua katika Hebrews 7:25, Yesu anakuombea. Biblia inasema kwamba yuko tayari kuwaokoa wale ambao anafanya maombezi kwa ajili ya watu. Nikupe moyo mpendwa, acha watu wakuchekelee. Yesu anakuombea. Acha watu wakusimame. Yesu anakuombea. Acha watu wakudharau. Yesu anakuombea. Na Yesu akikuombea, tunajua hapo karibu na Baba. Baba atatenda. Acha giza lije, Yesu anakuombea. Acha hayo mawimbi yapige jamii yako, Yesu anakuombea. Hautazama, kwa sababu Yesu anakuombea. Wengine asubuhi hii tunapitia storms kali. Na ikiwa aidha ni wewe mwenyewe umejiletea, ama ni shetani, ama ni Mungu, chochote kile, Mungu ameruhusu kwa sababu. Na nataka kushiriki tu kwa sababu ya muda mambo manne. Some 4 reasons kutoka kwa maandiko why God allows storms in your life. Jambo la kwanza, kutoka kwa Yona 1:1-17. God allows storms to bring us to repentance. Mungu anaruhusu mawimbi kuja katika maisha yetu. Kwa jambo la kwanza, kutuleta katika toba. Kwa sababu Jona alipokuwa kwenye kile chombo, mstari wa 4 unasema, na Bwana akaachilia mawimbi makali.
Na vivyo hivyo wakati mwingine kuna watu wengine ambao kwa sababu wamejiamini sana. Na katika kujiamini kuna wengine ambao tunatoroka makusudi na mapenzi ya Mungu. Na tunafanya mambo kinyume na mapenzi ya Mungu. Mungu anaweza kuachilia dhoruba, kuachilia mawimbi kuja ili tuweze kutambua ya kwamba kuna Mungu. Alipoachilia kwa Yona, Biblia inasema alipokuwa kwenye tumbo la samaki akakumbuka maombi. Akakumbuka yeye ni mkosaji. Akakumbuka anahitaji Mungu. Na asingepatikana katika mawimbi haya, Jonah was not somebody to repent. And so wakati mwingine mpendwa, hata katika kutotii kwetu, even in our disobedience, God is always with us. Mungu hatuachi kwa sababu tumekosa kutii neno lake. Mapenzi yake, Biblia inasema ya kwamba mapenzi yake Mungu ni kwamba sote turejelee katika toba. Sote tuweze kurudi. Yaani tutamani kuwa katika mikono ya Mungu. Wakati mwingine Daudi, ukisoma 1 Chronicles 21 verse 13, inasema kwamba wakati mwingine Daudi akaona yeye ana jeshi kubwa. Na akatumana Gad na wengine akamwambia, nendeni mhesabu majeshi nijue how strong I am. Na Mungu akachukizwa na jambo hilo. Na Mungu akamtuma Gad akamwambia, nenda mwambie Daudi ana options 5. Option ya kwanza, miezi 3 maadui wakabiliane naye. Nyingine miaka 3 njaa ikuje kali. Akapea option ya 3. Hakuna options hizo 3 ambazo zilikuwa favorite. Daudi ya 3 ilikuwa apeane kwa maadui zake. Daudi akatazama akasema, Bwana, mimi hii nimejiletea mwenyewe, lakini pamoja na kujiletea, basi namba 13 akasema hivi. Akasema, I am in deep distress. Let me fall into the hands of God, for his mercy is very great. But do not let me fall in the hands of human beings. Daudi akasema hivi. Aliporudi katika toba, akasema afadhali niwe kwa mikono ya Mungu, nisiachiliwe kwa mikono ya maadui. Wakati mwingine Mungu analeta dhoruba, anaachilia dhoruba kuja katika maisha yetu ili tutamani kuwa katika mikono yake. Ili tutamani tuelewe ya kwamba Mungu pekee ndiye Mungu mwenye rehema. In other words, friends, some storms come to teach us to depend on God. Wakati ambapo vitu tulivyokuwa navyo vyote vinapotoka, basi Mungu anatuleta katika toba. Tunaweza tubu na kusema, Bwana, nilimtegemea anko na sikufaulu. Nimetegemea mali ya kwetu, nimetegemea vitu, nimetegemea elimu nilionayo, lakini elimu hii hainisaidii. Bwana nisamehe, ninatambua ni wewe peke yako. Sometimes storm comes so that they bring us to repentance. Jambo la pili, Petero wa kwanza 1:6-7. Storms, God allows storms to prove the genuineness of our faith. Petero wa kwanza 1:6-7 inasema hivi. Ijapokuwa sasa kwa kitambo kidogo itawabidi kuhuzunika kwa sababu ya majaribio mbalimbali mnayoteseka, majaribio ambayo shabaha yake ni kudhibitisha imani yetu. Bipati inasema hata dhahabu yenyewe ambayo huharibika hujaribiwa kwa moto, hali kadhalika na imani yenu ambayo ni ya thamani kuliko dhahabu ni lazima ijaribiwe ipate kuwa thabiti. Hapo mtapokea sifa na utukufu na heshima siku ile Yesu Kristo atakapofunuliwa. To prove the genuineness of our faith, ya kwamba kitu ambacho ni cha thamani kama dhahabu ambayo imepeana mfano hapa, ni lazima ipitie hali ngumu, ipitie moto mkali,
ndipo ikishapita katika ule moto ambao ni moto mkali, inatoka ikiwa inang'ara jinsi ambavyo inaonekana. Mpendwa, wakati mwingine Mungu anaweza kuruhusu dhoruba kuja katika maisha yetu ili kuona ya kwamba imani yetu, we can prove that our faith is a genuine. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna mafunzo mengine ambayo yanasema ya kwamba ukitembea sawa na Mungu, mambo yote yatakuwa ni sawa. Hakuna majaribu, hakuna gharika, hakuna storms ambazo zitakuja. Mpendwa, nataka tukumbushane ya kwamba the opposite is true. Jinsi unapomkaribia Mungu, kama wale wanafunzi walipokaribia Yesu sana, experience yao ilikuwa kali. The closer you move to God, the more you experience trials. Majaribu yanakuja kwa sababu unaposonga karibu na Mungu. Wale unajua waliobakia, those who remained on the shore, never experienced the storm. It is only those who got in the port that experienced the storm. Mpendwa, kuna wakati mwingine ambapo ikiwa hautatembea karibu na Mungu, watu wanaotembea karibu kutafuta njia za Mungu, wao wanakutana na gharika, wanakutana na upepo mkali, wanakutana nao katika maisha yao. So niko hapa kukutia moyo. Unashangaa, mbona nimejitolea kumfuata Mungu, nimejitolea kufuata njia za Mungu, mbona ninaona ninakumbana na majaribu haya, mbona hizi storms zinakuja? Mpendwa, when storms come, they want to prove our anchor. Ni kuona imani yetu tumeisimika wapi. Mungu haruhusu mawimbi yaje kutuharibu. Mawimbi yanapoyaruhusu ni kutusaidia, kwa sababu Yesu alisema, mambo haya ninawaambia ili ya kwamba mweze kujua ndani yangu mimi kuna amani. Ulimwenguni kuna mateso, kuna shida, lakini jipeni moyo, maana mimi nimeushinda ulimwengu. Katika Yohana 16:33 anasema ya kwamba tutayakumbana naye, lakini tujipe moyo ya kwamba yeye aliyeshinda ulimwengu ako upande wetu. Kwa hivyo majaribu yanapokuja ni kuona imani yako, udhabiti wa imani yako uko wapi. Na ukijua ya kwamba hausimami kwa nguvu ya githeri, hausimami kwa nguvu ya ugali, hausimami kwa nguvu ya mudhokoi, lakini unasimama kwa nguvu ya imani katika Kristo Yesu, utasema ndio, majaribu wacha yaje, kwa sababu siko peke yangu. Nimesimika imani yangu kwa Kristo ambaye ni mwamba ulio imara na sitatikisika. Bwana asifiwe. And so storms come to test the genuineness of your faith. Yani kuna watu wengine mambo yakienda sawa ni haleluya, Bwana asifiwe. Hata akikusalimia na kusalimia na scripture, ametumana anakusalimia Bwana asifiwe. Asubuhi ya leo Mungu alikuwa ananiambia kutoka kwa neno lake, kumbe ni kwa sababu mambo yanaenda sawa sawa. Wakati mambo yataenda kombo kidogo, unashangaa mistari imeenda wapi? Where is your faith? Ikiwa imani yako iko katika Kristo, hata wakati mawimbi yanapokuja utasimama, kwa sababu unajua imani yako iko imara katika Kristo. Bwana asifiwe. Na jambo la tatu, God allows storms in our lives to equip us for service. Mungu anaruhusu mawimbi kuja katika maisha yetu kutuandaa kwa ajili ya kazi yako. Wapendwa, we are soldiers in the army of God. Kuna wimbo tulikuwa tukiimba, I'm a soldier in the army, I'm a soldier in the army. Na tuliimba pasipo kujua mtu anaitwaje soldier. Hapatikani tu kwa barabara hapa ukitembea kama unaambiwa wewe kuanzia leo wewe ni soldier. Wewe inafanyika hivi. Wakishafanya recruitment wanapelekwa training. Mbali mimi ninakaa karibu na 9th Battalion kule sehemu kielekea Kitale. Na wakati mwingine nikitoka nyumbani nikipita pale Mile 9 ninakutana na watu, unaangalia unasema
Huyu ni dada yule ambaye huwa anakaa kwa, unajua ile sufuria huwa mnakaa ndani kufurahi nywele. Unatulia hata kama ni masaa ngapi hautoki. Ndio ukitoka hapo nywele unafanya tu hivi. Mtu asikuletee, unafanya tu hivi kitu. Lakini nakutana na wadada unawaangalia hivi matope. Nilipohoji mmoja kazini yangu ambaye alikuwa mwanajeshi, akaniambia part of your training kuna mahali ambapo kunakuwa na trench ambayo ina maji ndani na matope, na unagagaa ndani, ukipita ndani ukienda, kwa sababu unaambiwa inaweza patikana vita lakini adui yuko upande ule, na mtaro pekee yake njia ya kutokea ni hiyo ya matope. Kwa hivyo ikiwa training yako haikupitia hapo, utaanza kufikiria sasa nitaenda namna gani. Lakini kwa sababu training yao unapita unagagaa pale, ndipo ukiona mtu anaitwa sasa KDF. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya training ambayo amepitia. Mpendwa, if we are soldiers in the army of God, wakati mwingine Mungu anaruhusu mawimbi yanakuja, inakuwa ni sehemu ya curriculum ya Mungu, ya kukuandaa kuwa mwanajeshi wa Injili, ya kukuandaa kuwa mwanajeshi wa Yesu, wa kusema mimi ni mwanajeshi katika jeshi la Bwana, kwa sababu mawimbi yamekuja, yameniandaa. I am fully equipped for the work of God. Unajua usipokuwa fully equipped, ndio leo hii washiriki wameona wewe utakuwa kiongozi, ama mchungaji ameona leo wewe hii umekuwa kiongozi kidogo, alafu kunakuja harufu ya mawimbi. Si hata mawimbi yenyewe, harufu tu kama mawimbi kanakuja, unasema vitabu zenyu ndio hizi, mimi si kiongozi tangu leo. Unajua huyo, that one is not a soldier. Huyo ni raia tu. Amevaa uniform ya soja lakini sio soja. Lakini soja kamili anasema namjua aliyeniita, na ninajua yeye ni mwaminifu, na ninajua nitatoboa kwa sababu siko peke yangu. I have been trained, I am fit as a soldier. Mpendwa, usikemee mawimbi yote. Mawimbi mengine ni curriculum ya Mungu ya training. Kwa sababu gani? Kwa sababu ukisha pitia, sikia jinsi Ayubu anasema. Ayubu 23:10 anasema namna gani? Anasema ya kwamba Bwana anajua njia ninayoipitia, na anajua ya kwamba nikichukua njia hiyo. Verse 10, chapter 23 verse 10. Anasema na akiisha nijaribu, nitachomoka nikiwa kama dhahabu. Ayubu alitazama kwa final result. Mpendwa, ukinapotazama kwa kazi ya Mungu, nasema Bwana, ninajua kazi yako ni safi. Unajua, tukubaliane, there is no meaningful service that is done by kids. Haifanywi na watoto. Na kwa hivyo mawimbi mengine yanakuja kutusaidia kukua. It comes to make us grow. It comes to make us be strong. Inakuja kututia nguvu, kwa sababu spiritual maturity hautasoma mahali tu kwa kitabu. Ukishasoma unakuwa mature. Wakati mwingine Mungu anakupitishia, anakubali, anaruhusu upitie katika storm fulani. Unapotoka ndani, hauko mahali pale ulikuwa. Mungu amekusongesha kwa sehemu nyingine. Na kwa sababu hii Mungu anaweza kuruhusu mawimbi fulani kuja katika maisha yako, kwa sababu he wants you to grow and be fit for his service. Bwana asifiwe. Because God will not enroll kids in his service. Mungu hatatumia watoto, tumia watu ambao wamekomaa, ambao wamekua. Na katika ile hali ya kukomaa na kukua, anaweza ruhusu mawimbi katika maisha yako ili uweze kukoma. One key thing, jambo moja muhimu katika hili ni kwamba ili uwe mtumishi mzuri aliyekamilika, Mungu anatafuta character. Anatafuta tabia, anatafuta udhabiti wa moyo, character. Because watu ambao watafanya kazi ya Mungu ni lazima wawe watu wa character. And you and I know, wewe tunajua vizuri, kuna watu ambao walitoka bila character.
Wakaimba, wakatoa kanda moja, wakatoa ya pili, wakatoa ya tatu. Ukingoja ya nne, ukaambiwa sasa ni walevi chakari, hawajielewi. They had the gifting, they lacked character. Walikuwa na kipawa, no choice, kwa sababu hata akiimba sauti unasikia, hata unasikia umefika mbingu ya pili unaelekea ya tatu. Lakini kwa sababu walikosa character, udhabiti wa moyo, hawangeweza kustahimili mawimbi yanapokuja. Wapendwa, tumejua watumishi wazuri waliohubiri wakatetemesha ulimwengu wa giza, lakini sasa hawana. Kwa sababu gani? Wengine ni kwa sababu hawakuwa na udhabiti wa moyo. Even if you preach like an angel and lack character, it is a matter of time. Tomorrow you will not be preaching. Na kwa hivyo Mungu, ili uwe na ile character, kuna vitu ambavyo lazima upitie. Paulo anasema hivi. Paulo anasema ya kwamba katika Warumi 5:3 anasema ya kwamba we also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance, and for perseverance produces character. Paulo anasema ya kwamba tunapopitia katika magumu, katika mateso, inatoa saburi. Na ile saburi, tukiwa na ile saburi, yani ule utulivu, ule uvumilivu, tukivumilia, saburi ni kuvumilia, tukivumilia, basi kunatoka udhabiti wa moyo. Character comes out. Bwana asifiwe. Ikiwa unataka Mungu akutumie, ni lazima uwe tayari kusema, Bwana, hata ukinipitisha katika, ukiniruhusu nipite katika storms, niko tayari. Siri ni hii: anapokuruhusu kupita katika storm, hauko peke yako. Hakuachi aseme nenda nione kama utapita. Biblia inasema, Yesu akasema, nitakuwa pamoja nanyi hadi mwisho wa dahari. Na Isaya alikuwa ameona kitabu, akasema, mpitapo katika moto hautawachoma, mpitapo katika maji mengi hayatawagarikisha, kwa sababu nitakuwa pamoja nanyi. Kwa hivyo mpendwa, confidence yako, ujasiri wako unakuja kwa sababu unajua siko peke yako. Hata kama Bwana anataka kutoa character ndani yangu, ninajua siko peke yako. Kwa sababu hata ile gold, ili iweze kutokea vizuri vile, kuna muda ambao inakaa katika ile furnace. Na ni lazima yule goldsmith, yule ambaye anatengeneza ile dhahabu, awe pale anachunguza. Ikifika muda fulani, anazima ile furnace, dhahabu iko tayari. Mpendwa, wakati Mungu anakuandaa kwa ajili ya kazi yake, he is watching over you. Hata acha mawimbi ya kugarikishe, anakutazama. Hata acha moto ukuchome, anakutazama. Unapoiva, anasema ako tayari sasa kwa ajili ya kazi yake. Na mwisho, God allows us to go through storms to reveal himself to us. Acha nimalizie pale. Wale, ukisoma tafsiri ya Marko tuliyosoma Jumapili mbili zilizopita, tafsiri ya Marko 4:37-38 pale, inasema ya kwamba wale wanafunzi wake walipoogopa, walikuwa wametii sauti ya Mungu. Lakini verse number 41, Mark 4:41, wanasema ya kwamba wakati Yesu alipoamuru mawimbi kunyamaza, wakaulizana, huyu ni nani hata upepo unamtii? Mungu aliruhusu wakuwe katika ile storm ili ajifunue kwa wajue ya kwamba Mungu ni mkuu kuliko mazingira, ni mkuu kuliko nature. Yeye ni mkuu zaidi. Wakati mwingine nyakati ngumu zinakuja ili zibadilishe mtazamo wetu kwa Mungu. Mungu anajijulisha kwetu wakati mwingine, kwa sababu tuko busy na vitu vingi tunavyovijua. Wakati mwingine Mungu anaruhusu tupitie katika storm, katika gharika fulani,
Unapopitia katika hayo mawimbi unagundua hapana, kuna Mungu. Kuna Mungu zaidi ya vitu vingine ninavyowajua. Wakati mwingine unapita katika ile gharika, ndio ukitazama nyuma unasema asingekuwa Mungu pale kweli singepita. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo, kwa sababu hiyo ni lazima uelewe ya kwamba Mungu anataka ujue ya kwamba yeye ako in charge na yeye ako in control. Kupitia katika storm, Mungu anareveal, tunakumbuka ya kwamba God is above nature. Mambo yale ambayo ni ya asili, mambo ambayo ni magumu, sayansi haiwezi kuifikia. Sasa hivi mamia na mamia ya wanasayansi hawalali, wengine macho inabadilika kwa sababu ya muda wanaokaa katika maabara wakitafuta matibabu, dawa ya corona. Watu wengi, naamini hata wengine hata macho imekuwa kidogo sasa, kwa sababu wanachunguza kwa screen tangia asubuhi mpaka usiku, hawalali. Kunaweza kuwa hata wengine ni wembamba hata kuliko huyu basi, kwa sababu wanachunguza, wanataka wajue corona. Lakini asubuhi ya leo nina habari ya kwamba even beyond corona kuna Mungu anataka tujue ya kwamba elimu yetu haitoshi, ufahamu wetu hautoshi, na teknolojia tunazojua hazitoshi. There is a God above the nature. There is a God above human beings. There is a God above our understanding. Kuna Mungu. Na kwa hivyo Mungu ameruhusu hata hii corona kuja ili tujue ya kwamba teknolojia yetu ni upuzi mbele ya Mungu. Ninaamini wakati Mungu atafungua, ataruhusu mtu fulani na watu fulani kuja na dawa asili ambayo itasaidia, ni wote watajua pasipo Mungu hatungeweza. Kwa hivyo wakati mwingine Mungu anaacha tuweze kujua ya kwamba you are safer in the will of God in the storm than on the shore out of the will of God. Yes. Amani yako, safety yako ni nzuri ukiwa mikononi na kwa mapenzi ya Mungu. Hata kama ni kupita ndani ya moto, pita ndani ya moto katika mapenzi ya Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu tunajua who is in control. Haijalishi ni mawimbi ya aina gani, Mungu anataka ujue he is in control. Hata wanafunzi walipodhani they were at the mercy of the sea, waliposema sasa sisi haya maji yametumaliza na hili giza tumeenda mbali sana, we are at the mercy of the sea. Mungu Yesu alipotokea akasema nyamaza, mawimbi yakatulia. Yesu alikuwa anawafunza mjue ya kwamba God is in control. Mnaweza kuwa hamumuoni kwa sababu kwa giza hawangeona Yesu akikuja, na hata licha ya kutoweza kumuona alitaka kuwafunza ya kwamba anataka wajue he is in control. Pendwa, hata wakati unaona hauoni Mungu katika hali yako hiyo ngumu, unatazama unauliza where could be God? Nataka nikuhakikishie God is in control. He is seated on his seat and he is in control. Hata acha mawimbi ya kuangamize kwa sababu he is in control. Nataka tuinamishe vichwa vyetu. Nataka tuombe pamoja. Labda umekuwa unajiuliza maswali mengi tu katika maisha yako. Mbona mambo haya yanakujia? Mbona unapitia katika changamoto hii na ile nyingine? Kabla hiyo haijaisha kuna nyingine inakuja. Those storms, mbona unazipitia? Mungu anataka mwisho ujue he is in control. Nataka niombe pamoja na wewe. Baba, katika jina la Yesu, wakati mwingine tunakuwa wepesi wa kukemea, lakini asubuhi ya leo umetufunza Baba ya kwamba tunapopitia
gharika hizi za maisha na storms katika maisha yetu, ya kwamba Bwana unatupenda, unatuandaa kwa ajili ya utumishi wako, ya kwamba Bwana unatuandaa kwa ajili ya kazi yako, ya kwamba Bwana unataka tujue ya kwamba you are in control. Tunaweza kuwa hatukuoni nyakati kama hizo, lakini fungua macho yetu ya kiroho tuweze kujua ya kwamba hakuna jambo ambalo linafanyika pasipo wewe kujua. Kwa hivyo Bwana tusaidie mchana wa leo. Tutasimama hata ikiwa imani yetu inajaribiwa. Neno lako limetuambia imani yetu ina dhamana zaidi ya dhahabu. Asubuhi ya leo tusaidie. We will not compromise because nothing compares to our faith. Tutasimama wima katika mateso hayo. Tutasimama wima katika mawimbi hayo yanapokuja, kwa sababu tunajua imani yetu inapojaribiwa itasimama. Kwa Bwana tunakushukuru na tunakutukuza. Katika jina la Yesu tumeomba na kushukuru. Amen. Amen. Bwana tubariki, atutende wema. Naomba sote